Karibu Tabora, karibu Toronto. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Magoti Petro alianza kumfuatilia kwa kina kabisa. Huyu bwana akatoa taarifa mkuu wa wilaya ya Kisarawe anataka rushwa milioni 5. Wakati kumbe alitaka afanye namna ya kuweza kuchomoka mikononi mwake. Na akafanikiwa, akakimbia. Naye amekuja kumuona wakati tumemtangaza hapa. Mwezi mmoja tangu kukamatwa kwa Gadiel Lameck Mtema mwenye umri wa miaka 45, raia wa nchini Burundi na makachero wa jeshi la polisi hapa mkoani Tabora kupitia mtego uliowekwa kufuatia jaribio lake la kutaka kutapeli shilingi milioni 15 kutoka kanisa la EAGT Kidatu manispaa ya Tabora, akijitambulisha kuwa ni afisa wa Ikulu. Mapya yameibuka baada ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Matiko Chacha kuendelea kupokea malalamiko na ushahidi wa kutosha kutoka kwa watu mbalimbali waliotapeliwa na kijana huyu. Lakini yupo balozi aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Komoro, Balozi Mabuma mstaafu. Yeye bwana, pamoja na mambo mengine yote, huwa anajifanya pia anaweza kukuletea gari. Hata nyinyi inawezekana mmeshakutana naye, anaweza kukuletea gari. Alimwambia Balozi Mabuma atoe shilingi milioni 30 amletee gari, na akamtumia picha za gari nyingi ambazo anaweza kumletea hizo kama mnavyoziona. Na alivyomwevu na picha yake naitoa akiwa amekaa kwenye gari ndani, kwamba anaweza kukuletea gari yoyote unayotaka. Zote hizo alikuwa anamtumia, lakini akawa anamtumia na picha zake yeye mwenyewe. Unaziona, wala sio akimwambia wewe tuma hiyo hela haraka na kuletea gari, ukituma leo ndani ya wiki utakuwa umeshaipata. Zote hizo ni balozi mwenyewe huyu ndiye aliyenitumia picha alizokuwa anatumia na huyo bwana. Kwa hiyo balozi siku ya kwanza akatuma milioni 1, akamwambia siji facilitation ya kitu gani. Baadaye nafikiri balozi akagundua huyu mtu atakuwa, sidhani kama ana uhalisia. Alipoona kama anataka kugundulika, nafikiri balozi akawa ameshtuka, akamkatia, akapotea kwa balozi, hakuwa kupatikana tena. Kwa balozi alimuona wakati tunamtangaza hapa. Balozi mstaafu yupo Dar es Salaam, alikuwa nchini Komoro, balozi wa Tanzania. Lakini wapo vijana wa bodaboda pale Mbagala, Dar es Salaam. Huyu bwana alianzisha kikundi cha kufanyaji, akawachangisha milioni. Wapo zaidi ya 100. Nao walimuona kwenye taarifa habari, wameorodhesha majina yao yote wamenitumia. Kijana Gadiel Lameck hakuishia hapo. Alibisha hodi hadi kwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe Mheshimiwa Petro Magoti kwa lengo lile la kutaka kumtapeli. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Magoti Petro alianza kumfuatilia kwa kina kabisa. Huyu bwana akatoa taarifa mkuu wa wilaya ya Kisarawe anataka rushwa milioni 5. Wakati kumbe alitaka afanye namna ya kuweza kuchomoka mikononi mwake. Na akafanikiwa, akakimbia. Naye amekuja kumuona wakati tumemtangaza. Kisarawe pale aliwatapeli kijiji kimoja, akawaambia nawapelekea ambulance, wampe heka 50. Wakampa hizo heka na hati wakampa kila kitu. Kwa hiyo ndugu waandishi, huyu bwana leo tunamsafirisha, baada ya kuwa tumemalizana naye hapa, tunamsafirisha aende Kisarawe kule Pwani, aende akajibu mashtaka yake. Kwa polisi Pwani watampokea, na wamenirushia arabi zote ambazo walikuwa wanamtafuta na kesi ambayo walikuwa wameshafungua teva, lakini anahitajika kajibu hizo kesi huko Kisarawe. Tangu kutolewa kwa taarifa za kukamatwa kwa kijana huyu kuliibua hoja na hisia tofauti kwa wanaharakati hapa nchini, ambapo kijana Alex Chigaitani kutoka kijiji cha Ichemba hapa mkoani Tabora alihusishwa moja kwa moja katika sakata hili. Wakati tumetoa taarifa ya tapeli huyu kwa mara ya kwanza, kuna watu walitokea maskini wasiojua, wanafikiri na sisi tunafanya harakati. Alitokea dada yangu mmoja pale, ni dada yangu kabisa, Maria Sarungi, anaishi Nairobi. Mimi naendelea kumheshimu, ni dada yangu, na kwa tabia zake hizo naendelea kumheshimu, lakini mimi sifanyi harakati, mimi niko kazini. Akasema huyo bwana yotapeli, akasema anaitwa Alex Chigaitani, ni afisa wa usalama, kwa hiyo hakuna chochote, tunataka kufifisha tukio la yule kijana aliyekuwa amekatwa kichwa kule Dar es Salaam. Sasa tufifishe sijui ili iweje. Lakini Alex Chigaitani ni huyo. Bahati nzuri ni kijana wa hapa Tabora. Nyumbani kwao ni Ichemba. Anaishi kijiji cha Ichemba. Kitabu alichoandika Ichemba. Sasa Maria Sarungi alisema huyu bwana ni afisa wa usalama, wala si afisa wa usalama. Sasa hivi pamoja na uandishi anafanya kazi yake kwenye kampuni ya Ita ya tumbaku hapa Tabora. Alisema pia Lema kwamba lile ni dili. Ni watu nao waheshimu pia. Mimi sifanyi dili na sijui dili.
kama Lema ni kijana wake, maana pia tunajua kazi zake za zamani, kama ni kati ya vijana wake akamtoleza, maana kule Pwani ni mhalifu, tulikamata mhalifu na uhalifu wake bado unaendelea. Ataenda kujibu huko Pwani, akitoka ataenda Dar es Salaam, atamaliza vitu vyote anavyodaiwa ili akafanye shughuli zake aidha za utapeli wa pesa. Hata kule Kenya imekuja taarifa watu 3 waliotapeli shilingi milioni 150 za Kenya. Huyu utakusafirisha hata Kenya huko ukajibu kesi. Kwa hiyo ndio nikaona niwaambie, lakini nitoe clarification, asichafuliwe kijana wa watu. Alex Chigaitani ni huyu na ni mwandishi kweli wa vitabu, na kitabu chake hichi hapa. Nimuombe Maria Sarungi anunue kitabu asome maarifa ya huyu kijana. Alex Chigaitani kwa kinywa chake mbele ya maafisa hawa anakiri kuwa kuzushiwa kuhusika katika utapeli huu kulimfanya awaze kujiua kwa hamaki na namna jamii inayomzunguka ilivyomfahamu na kumlea katika utoto wake. Baada ya kupokea simu nyingi kutoka kwa marafiki zangu wakinifanyisha kwamba nimeingia kwenye mtandao wa matapeli, niliumia sana, lakini ilifikia kipindi mpaka nikataka wanasema kujiua kwa tukio lolote limetokea. Lakini namshukuru mkuu wa mkoa alinitia moyo na wazazi wangu waliniambia hapana, bado una future kubwa kwenye nchi, uwezo ukafanya tukio kama hilo, sababu sio wengi vijana tuna ndoto kubwa. Kwa hiyo nimshukuru sana kwa kunitia moyo na kunishusha kwenye hili jambo ambalo, kwa sababu wengi walifikiria huyo walivyokuwa wanamuonesha kwenye mtandao na jinsi walivyokuwa maandika wao na harakati wakajua ni mimi, lakini sijihusishi. Na niseme tu kwamba kwa kweli ile tukio limenifundisha kama kijana au na wakati wanapotosha vitu vingi, wanaandika vitu vingi kwenye mitandao, kwa kweli inakuwa ni uongo. Nimeshuhudia mimi binafsi kwamba uongo wanaugeuza kwa ukweli, na takriban miaka 10 sasa wanaharakati wamekuwa wanaitukana sana taasisi ya urais, kiasi kwamba kama taifa inakuwa sio jambo jema. Na tukumbuke kwamba nchi yetu kwa sasa imekuwa ni tishio hasa Afrika Mashariki kiuchumi. Kwa hiyo wanapoongeza kasi za kuichafua serikali au kutukana mamlaka ya urais, kwa kweli si jambo zuri. Kama nchi ni lazima tuweze kuheshimu hasa mamlaka ya urais. Wanakimbilia nchi za nje kama Nairobi hapo Kenya, wanaanza kutukana serikali, si jambo jema. Mimi ni kijana mzuri tu, nimekulia kijijini hapo na endelea na jitihada zangu za kuheshimu serikali na kuitumikia nchi yangu, na sijihusishi kabisa na masuala ya utapeli. Karibu Tabora, karibu Toronto.